Piga makofi ya juu namna hii. Piga makofi. Juu 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 juu. Nina sababu ya kukusifu wewe, Yahweh. 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 Mimi nina sababu ya kukusifu wewe, mimi nina sababu ya kukusifu wewe, Bwana nina sababu ya Bwana nina sababu ya hebu cheza na mimi na wewe. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana. Matendo yako, uaminifu wako ni sababu ya kukusifu wewe Bwana. Fadhili zako na rehema zako ni sababu ya kukutukuza wewe Bwana. Yale umetenda ni makuu sana, yale umefanya ni makuu sana. Nina sababu mimi nina sababu ya Bwana nina sababu Bwana nina sababu ya hebu cheza vile tulipo. Sijaona mwanaume kama Yesu. Hebu imba tena. Humu duniani mimi nimepita. Sijaona mwanaume kama Yesu. Alizaliwa kwa tabu yeye. Walitaka kumuangamiza. Hawakujua kuwa yeye ni Mungu. Walidhani ni mtu wa kawaida. Vita vyake Mungu nani atashinda? Hakuna. Twende namna hii wote. Sema hakuna. Kweli hakuna. Aliye kama Yesu kweli hakuna. Imba hakuna. Kweli hakuna. Aliye mwanaume kama Yesu. Imba hakuna. Kweli hakuna. Aliye kama Yesu kweli hakuna. Sema hakuna. Kweli hakuna. Aliye mwanaume kama Yesu. Wapi shangwe kwa Bwana, haleluya. Bado sijakuona ukicheza mbele za Bwana wewe. Tulibu, tulibu.
Yesu. Ay 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 ay. Tika. Ale wa baraka wa upendo ni Yesu we. 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 Hakuna kama 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 Yesu we. Ale wa baraka wa upendo ni 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 Yesu we. Hakuna kama 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 Yesu we. Hakuna kama. Sasa twende mbele za Bwana kwa ajili ya kucheza. Twende. Chako juu namna hii. Kama una kitambaa chukua mtandio. Kama una mtandio chukua kanga. Kama una kanga chukua hata wigi weka juu. Haleluya. Nataka kuona vitambaa juu namna hii. Wako wapi watakatifu wa Dumila ambao wanamtukuza Yesu? Wapi wa mama vigelegele? Sasa tunaenda kuruka juu. Haleluya. Hallelujah. Moja, mbili, tatu, everybody. Yesu, 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 Yahweh, 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 Yesu, 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 Yesu,
Haleluya. Haleluya. Wapi shangwe mbele za Bwana? Bado sijasikia shangwe la watakatifu. Bado sijasikia shangwe la watakatifu mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Sasa mgeukie jirani yako. Hakikisha unamgeukia jirani yako. Wewe mgeukie jirani yako mahali ulipo. Mgeukie jirani yako. Haleluya. Sasa nataka tuambiane maneno haya. Mwambie hivi, mimi na wewe ni mashujaa wa Yesu. Haleluya. Haleluya. Twende tuseme maneno haya. Sema, mimi na wewe ni mashujaa wa Yesu. Mwambie, mimi na wewe ni mashujaa. Mwambie tena. Bado hajasikia. Ikiwezekana mtikise kabisa, mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie tena. Twende Yesu. 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 Haleluya. Hebu nitukuze jina la Bwana kwa makofi mengi mengi. Shangilie tena Bwana kwa makofi. Haleluya. 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 Yesu wetu ni mwaminifu. Niachie mbele za Bwana tunapoenda kuliadhimisha jina lake. Kwa kumheshimu Mungu unaweza ukanyosha mikono yako ukiutafakari ukuu wa Mungu. Maana hakuna kama yeye. Wastahili, wastahili, heshima adama. Yesu wastahili, heshima adama. Yesu wastahili, wastahili, heshima adama. Yesu wastahili, heshima adama. Yesu wastahili, Bwana Yesu, wewe Bwana, tunakuabudu, hakuna kama wewe. Heshima adama. Yesu wastahili, una nguvu, Bwana wa majeshi, una nguvu,
Imba unaweza, unaweza, Bwana anaweza, Bwana anaweza, unaweza, Niachie mbele za Mungu, maana peke yake anastahili kuabudiwa. Hakuna kama yeye. Tunaposema na nguvu, Yesu ana nguvu katika maisha yetu. Tunapomwabudu yeye, tunasema yeye peke yake ni mshindi. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Mwabudu Bwana mahali kokote uliko. Funika macho yako, mwabudu Bwana. Nguvu zake ziko hapa. Mwabudu Bwana, mwabudu Bwana, mwabudu Bwana. Jiachie mbele za Mungu, mwabudu Bwana. Funika macho yako, mwabudu Bwana, jiachie mbele zake. Nguvu zake ziko hapa. Uwezo wake uko hapa. Andaraba kuriandaraba sakara mashaka. Andaraba kuriandaraba sakara mashadaraba sakara. Ribo shandaraba kuriandaraba sakara makundara. Twakuabudu wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ni Mfalme, umeketi mahali pa juu palipoinuka. Wewe ni Mfalme, twakuabudu wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ni Mfalme, umeketi mahali
palipoinuka. Umeketi mahali pa juu. Raba saka rama kunda raba shaka. Anda raba kuri anda raba saka rama shaka. Anda raba shaka rama saka rama shaka. Hayupo Yes. Andaraba kuria andaraba sakaraba shanda. Ribo sakara andaraba shakaraba sakara. Andaraba kuria andaraba sakaraba shanda. Ribo sakaraba shandaraba kuria andaraba sakara. Andaraba kuria andaraba sakaraba shanda. Andaraba kuria andaraba sakaraba shaka. Ridaraba sakaraba shandaraba sakara. Andaraba kuria andaraba sakaraba shakaraba sakara. Ridaraba kuria andaraba sakaraba shanda. Mandaraba kuriandaraba sakaraba shakaraba saka. Mandaraba kuriandaraba sakaraba shaka. Naomba saidiwe kiti akaanguka. Saidiwe kiti akaya sijakaanguka. Nguvu za Mungu ziko hapa, endelea kumwabudu Bwana. Saidia asianguke. Nguvu za Mungu ziko hapa. Nguvu za Mungu ziko hapa. Andaraba kulia andaraba shakaraba saka. Saidia Yesu Mwabudu Bwana, mwabudu Bwana, mwabudu Bwana. Nguvu zake ziko katikati yetu. Ala mashandara masakara mashandara masaka. Mandara kulia andaraba shakaraba sakaraba shakara. Rama shakaraba kulia andaraba saka. Sikia kuomba, endelea kuomba. Sikia kuomba, endelea kuomba. Sikia kuomba, endelea kuomba. Nguvu za Mungu ziko hapa. Yesu Andaraba shakaraba saka. Andaraba kulia andaraba sakaraba shaka. Yesu
kuriandaraba sakaraba shaka. Andaraba sakaraba shaka. Andaraba kuriandaraba shaka raba. Andaraba kuriandaraba sakaraba shaka. Andaraba kuriandaraba sakaraba shaka. Ribo sakaraba shadaraba shaka. Ninaona mama mmoja ambaye ana shida ya kidole kikubwa cha mguu wa kulia. Mungu hajanionyesha ni ibada ipi, lakini tumetangaza ibada ya kwanza na hapa anapewa msisitizo. Kama una shida ya kidole kikubwa cha mguu wa kulia, mama, kimekatika au kina shida namna hiyo, nyosha mkono wako mahali uliko. Una shida au unamfahamu mtu ana shida ya kidole kikubwa cha mguu wa kulia, nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu kama unamfahamu mtu mwenye shida ya kidole kikubwa cha mguu wa kulia. Tangaza ibada ya tatu na kule jioni Mungu anataka kumsaidia huyo mtu. Mandaraba kuliandaraba sakarika shandara makandaraba saka. Kama una ugonjwa ambao unajirudia, una ugonjwa usioisha, unakuja unaondoka, njoo hapa mbele tuombe kwa ajili yako kabla ya neno. Kama una ugonjwa unaojirudia, unakuja unaondoka, umejaribu kutibiwa hauponi, sogea hapa mbele tuombe kwa ajili yako. Nguvu za Mungu ziko hapa kutusaidia. Lakini pia kama unasikia ndani kama moto, unasikia ndani kutetemeka, sogea hapa mbele tuombe kwa ajili yako. Ni nguvu za Mungu. Unasikia kama kutetemeka ndani, unasikia kama kutetemeka, endelea kuomba. Nguvu za Mungu ziko hapa. Mandaraba kuliandaraba shakaraba saka. Unasikia kutetemeka ndani, unasikia moto, au unasikia hasira sana ndani, unasikia hasira, sogea hapa mbele tuombe kwa ajili yako. Ukija hapa funika macho yako, endelea kumwabudu Bwana. Funika macho yako, endelea kumwabudu Bwana. Nyosha mikono yako juu, ukija hapa mbele funika macho yako, endelea kumwabudu Bwana. Nguvu za Mungu ziko katikati yetu. Mandaraba kuliandaraba shandarama kuliandaraba saka. Katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako mama. Nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. Fire in your bones. Nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu. Jazo mpya Roho Mtakatifu ndani yako kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako. Fire in your bones. Kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Mungu ndani yako. Kwenye mifupa yako. Kwa jina la Yesu. Power in your bones. Fire in your bones.
fire in your bones, fire in your bones. Nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, pokea katika jina la Yesu, pokea katika jina la Yesu, pokea katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kila shida inayojirudia tunaiondoa ndani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za giza shia huyo binti, nguvu za giza shia huyo binti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu ya Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire in your bones, fire in your bones. Mwache tu, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Nguvu za giza shia huyo binti, nguvu za giza shia huyo binti, shia huyo binti, shia tumbo lake, shia tumbo lake sasa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Nguvu za Mungu, nguvu za Mungu, moto kwenye mifupa yako, funguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu kwenye tumbo lako, nguvu za Mungu kwenye tumbo lako, kwa jina la Yesu Kristo. Pepo shiro tumbo, shiro tumbo, shiro tumbo, shiro tumbo, shiro tumbo, moto kwenye hilo tumbo, moto kwenye hilo tumbo la uzazi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza shiro binti, nguvu za giza shiro binti, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire in your bones, fire in your bones, katika jina la Yesu. Moto, 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 moto kwenye hilo tumbo, moto kwenye hilo tumbo, moto kwenye hilo tumbo, moto kwenye hilo tumbo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila uhalali ulionao tumeulipa fidia kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu binti, kwa jina la Yesu Kristo. Weka mkono wako tumboni kwake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa. Moto wa Yesu kwenye mifupa yako, moto wa Yesu, moto wa Yesu kwenye mifupa yako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your, fire in your bones, kwa jina la Yesu Kristo. Chia nguvu za giza, chia ubinti, nguvu za giza, chia huyo binti, nguvu za giza, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Chia hilo tumbo, paweka katika hilo tumbo, paweka katika hilo tumbo, paweka katika hilo tumbo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, chia hilo tumbo, chia hilo tumbo, chia hilo tumbo, chia hilo tumbo la uzazi, chia hilo tumbo la uzazi, chia katika jina la Yesu, paweka katika jina la Yesu, paweka katika jina la Yesu, paweka katika jina la Yesu. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Chia udada, chia udada, chia udada, chia udada, chia sasa, chia sasa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Moto wa Yesu kwenye hilo tumbo, moto wa Yesu kwenye hilo tumbo, moto wa Yesu kwenye hilo tumbo. Fire in your bones, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ikukomboe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, kwa Yesu ndani yako, kwa Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza chia huyu mama, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza chia huyu mama, kwa jina la Yesu. Gonjwa unaojirudia rudia chia huyu mama, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones, moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kufunguliwa katika jina la Yesu, pokea uzima katika jina la Yesu. Moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako. Mkono wa Mungu kuguse katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea nguvu za Mungu ndani yako,
Pokea nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza chia huyo binti, nguvu za giza chia huyo binti, nguvu za giza chia huyo binti sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shero tumbo lake katika jina la Yesu, shero tumbo lake katika jina la Yesu. Nguvu za giza shero tumbo, nguvu za giza enye wenye mamlaka ndani yake, funguka na achia udada kwa jina la Yesu Kristo. Funguka na achia udada kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu ndani yako binti, damu ya Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, damu ya Yesu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, damu ya Yesu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Masikio yako yafunguke, masikio yako yafunguke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako, 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 nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikukomboe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu. Kila shida ulionayo isikurudie tena kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila madai ya nguvu za giza tunalipa fidia kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu. Moto kwenye mifupa yako bibi, kwa jina la Yesu Kristo. Maumivu ya miguu ya kuachie kwa jina la Yesu Kristo. Ponyaji ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Mungu ndani yako, pokea nguvu za Mungu ndani yako, pokea nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones, fire in your bones. Moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Yes, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kufunguliwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea nguvu za Mungu ndani yako, pokea nguvu za Mungu ndani yako, pokea nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza chia huyo binti, nguvu za giza chia huyo binti, nguvu za giza chia tumbo lake sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Chia tumbo lake sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Chia tumbo lake na kichwa chake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu za Mungu ndani yako binti, moto wa Roho Mtakatifu kwenye mifupa yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu kuguse sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikufungue katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako bibi, katika jina la Yesu. Ponyaji wa Mungu ndani yako katika jina la Yesu. Hiyo shida yako isiweko tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo uponyaji kwenye mwili wako kwa jina la Yesu. Nguvu za giza chia huyo binti katika jina la Yesu. Nguvu za giza chia huyo mama kwa jina la Yesu Kristo. Mizimu katika jina la Yesu chia huyo bibi katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Pokea uponyaji, nguvu za Mungu ndani yako, moto wa Mungu kwenye mifupa yako katika jina la
la Yesu, katika jina la Yesu. Moto wa Yesu kwenye mifupa yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu. Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu. Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kwenye mifupa yako, moto wa Yesu kwenye mifupa yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ndani yako binti, damu ya Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za ndani yako kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, shia huyo binti. Nguvu za giza, shia huyo binti. Nguvu za giza, shia huyo binti. Shia huyo binti sasa, shia huyo binti sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndani yako kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani. Shia huyo binti, shia huyo binti, shia tumbo lake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shia huyo binti, shia huyo binti, shia huyo binti sasa. Shia huyo binti sasa kwa jina la Yesu. Fire in your bones, fire in your bones. Kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu kwenye mifupa yako kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu kwenye mifupa yako kwa jina la Yesu. Toka ndani yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shia huyo binti, shia huyo binti sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rama shandara wakulia, Rama kanda rabasaka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Msimamishe huyo, msimamishe, mlete hapa kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako mama, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Moto wa Yesu ndani yako kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Pokea kufunguliwa, hiyo shida yako isikurudie tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako mama, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako. Pokea kufunguliwa katika jina la Yesu. Moto wa Yesu kwenye mifupa yako, moto wa Yesu kwenye mifupa yako. Fire in your bones, fire in your bones. Moto wa Yesu kwenye mifupa yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako. Ubovu wa mifupa ukoachie, ubovu wa mifupa ukoachie kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu, nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu. Moto wa Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo.
Nguvu za giza chia huyo binti, nguvu za giza chia huyo binti, nguvu za giza chia tumbo lake, nguvu za giza chia tumbo lake. Nguvu za Mungu ndani yako binti zifanye hukumu kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Nguvu za Mungu ndani yako, moto 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 wa Roho Mtakatifu ndani yako, moto wa Roho Mtakatifu ndani yako, kwa jina la Yesu. Chia tumbo lake, chia tumbo lake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kifungo cha mizimu ya ukoo ikuachie katika jina la Yesu. Nguvu za giza zikuachie, masikio yako zilizofunga zikuachie kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones, fire in your bones. Moto kwenye mifupa yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako. Nguvu za Mungu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za giza chia huyo binti, nguvu za giza chia huyo binti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ndani yako, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Mungu ndani yako, pokea nguvu za Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza chia huyo mama wa ugonjwa wa kujirudia rudia umeweka ndani yake, tunaung'oa sasa, 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 sasa. Ondoka ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza chia huyo binti, nguvu za giza chia huyo binti kwa jina la Yesu. Nguvu za giza chia huyo binti, mlango wote mlioingilia tunaufunga kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila madai mlionayo tunalipa fidia kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu ya Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako, kwenye mifupa yako, moto wa Yesu ndani yako, kwenye mifupa yako, ufanye hukumu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hiyo shida ulionayo isikurudie tena, hiyo shida ulionayo isikurudie tena. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako. Nguvu za giza chia huyu mama, chia huyu mama. Enyi wakuu wa giza chia huyu mama, enyi wakuu wa giza chia huyu mama. Mizimu achia huyu mama kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho ya matambiko na manuio achia huyu mama sasa, achia huyu mama sasa, achia huyu mama sasa, achia huyu mama sasa, achia huyu mama sasa. Kila shida inayojirudia rudia kwenye maisha yako isiwepo tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Moto wa Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, moto wa Yesu ndani yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu heshima, Yesu, Yesu heshima, Yesu heshima. Sogeze hapo, sogeze hapo, sogeze. Yesu, shakoni wako juu, shakoni wako juu. Heshima, Yesu, Yesu, heshima. Andaraba kuri andaraba sakaraba shakaraba saka. Yesu, Yesu hasta una nguvu. Andaraba kuri andaraba sakaraba shaka. Andaraba kuri andaraba sakaraba shakaraba saka. Pokea nguvu za Mungu ndani yako.
Nguvu za Mungu ndani yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako. Ufunguliwe binti. Kila sehemu yenye shida uachiwe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Fire in your bones. Fire in your bones. Moto wa Yesu kwenye mifupa yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu kwenye tumbo. Damu ya Yesu kwenye tumbo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Damu ya Yesu kwenye tumbo lako. Damu ya Yesu kwenye tumbo lako. Damu ya Yesu kwenye tumbo lako. Nguvu za giza, chochote ulichoweka kwenye hili tumbo kiondoe sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Fire in your bones. Moto ndani yako. Moto wa Yesu ndani yako. Moto wa Yesu ndani yako binti. Pokea kufunguliwa. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Moto wa Yesu ndani yako. Nguvu za Mungu 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 ndani yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Mwachie kabisa. Kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Mungu ndani yako. Nguvu za Roho Mtakatifu zifanye hukumu ndani yako. Yesu Yesu astai heshima Yesu 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 heshima Natosha Yesu Yesu Natosha Yesu heshima Yesu funika macho yako. Funika macho yako mahali kokote uliko. Funika macho yako. Naona mtu ana shida kwenye bega lake upande wa kulia. Unapata maumivu ya shida kwenye bega kwa nyuma kama mgongoni upande wa kulia. Kama uko nyosha mkono wako tuombe kwa ajili yako. Unapata shida kwenye bega lakini nyuma kama mgongoni upande wa kulia. Kama uko hapa katikati yetu nyosha mkono wako tuombe kwa ajili yako. Amen. Simama. Tafadhali njoo mbele haraka tuombe kwa ajili yako. Wengine funika macho yenu. Funika macho yenu mahali kokote uliko. Funika macho kabisa, endelea kumwabudu Bwana. Mandarama shakarama saka. Hapo. Unaweza Yesu. Naomba rudi nyuma kidogo. Funika macho yako. Funika macho. Yesu heshima andara bashakarama saka. Yesu Mungu
Mungu anaweka ndani yangu ya kwamba kuna mtu ana mtoto mdogo, lakini mtoto mdogo hali yake sio nzuri, anatoa udenda, anatoa mate muda wote mdomoni. Kama uko hapa nyosha mkono juu. Wala mtoto kama ana degedege, anatoa mate muda wote mdomoni, anachulizika na ana hali mbaya, haikufurahishi. Kama uko katikati yetu nyosha mkono wako juu. Mtoto mdogo, naona ukiumia unapata uchungu ndani yako, kwa hiyo hali hauna namna ya kumsaidia. Mtoto mdogo muda wote anadondosha mate mdomoni. Kama uko nyosha mkono, hata kama uko hapa mbele unaweza kunyosha mkono zaidi. Jambo moja nimejifunza kwa Bwana, akifunua jambo lipo, kwa hiyo usione aibu. Usione aibu. Tulikuwa Mpanda, mtu mmoja mtoto wake anaumwa, anaona aibu kusema na akaondoka hajaombewa. Mungu anapofunua jambo kama hili anataka kukusaidia. Una mtoto mdogo, naona ni wa kiume. Mtoto wa kiume mdogo anatoka mate mdomoni muda wote kama ana degedege. Aidha wako wa ndugu yako na hiyo hali inakusumbua. Nyosha mkono wako juu kama uko, tuombe kwa ajili yako. Ni wewe. Yesu. Heshima. Mtoto wa kiume wa kike? Wa kiume. Yesu. Yesu. Heshima. Andaraba sakaraba shandaraba sakara. Yesu. Nirudie tena, kama una shida ya kidole kikubwa cha mguu wa kulia kimekatika au kina shida hakifanyi kazi, Mungu anataka kukuponya, au unamjua mtu wa namna hiyo, kama uko nyosha mkono wako juu. Mkono wako juu. Mguu wa kulia kidole kikubwa, ni kama mtu alijikata na jembe na maisha yake yamebadilika sana baada ya hapo. Kama uko nyosha mkono juu au njoo mbele tuombe kwa ajili yako. Yesu astahili. Kimekatika, kina shida, kinafanyaje? Nauma chakulia. Toka lini? Miaka mingapi? Siku nyingi kama miaka mingapi? Dasha mikono yako juu hapa mbele, endelea kumwabudu Bwana. Yesu. Yesu. Nangu. Yesu. 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 Heshima. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu za Mungu ndani yako. Nguvu za Mungu ndani yako. Moto wa Yesu ndani yako. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Hayo maumivu kwenye bega lako la kulia, hayo maumivu na yaondoa sasa. Pepo uliyekaa kwenye huo mkono wa kulia, pepo udhaifu uliyekaa kwenye huo mkono wa kulia, chia huo mkono sasa. Damu ya Yesu kwenye huo mkono. Nguvu za giza, mizimu mliokalia huo mkono wa kulia, chia huo mkono sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Maumivu ya mifupa, chia huo mkono sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maumivu kwenye mkono wa kulia, chia huo mkono sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Piga mkono wake. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza, nguvu za giza, pepo udhaifu, chia huo mkono sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, hilo bega lako lisiume tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako mama, nguvu za Mungu ndani yako. Uwe mzima kuanzia sasa. Hiyo shida isikurudie tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.
nguvu za giza, chia hilo bega lake la kulia. Nguvu za giza, chia hilo bega lake la kulia. Nguvu za giza, chia hilo bega lake la kulia. Nguvu za giza, chia hilo bega lake la kulia. Mahali kokote ulikokaa unaleta maumivu kwenye bega lake la kulia, tunang'oa hayo maumivu sasa kwa jina la Yesu Kristo. Sogea kidogo. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, maumivu ya bega lako tunayaondoa sasa. Pepo udhaifu, pepo udhaifu ulikaa kwenye bega lake tunakuondoa sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza za kuvuviwa, achia hilo bega lake, achia hilo bega lake, achia hilo bega lake. Nguvu za giza kwa njia ya kushika, achia hilo bega lake kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu kwenye mifupa yako, moto wa Yesu kwenye mifupa yako, moto wa Yesu kwenye mifupa yako. Nguvu za Mungu ndani yako zifanye hukumu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hayo maumivu hayatakuwepo tena kwa jina la Yesu. Uwe mzima kuanzia sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye kila eneo linalodai fidia, tunalipa damu ya Yesu ikuachie. Pepo kwenye mkono wake wa kulia, pepo kwenye mkono wake wa kulia, chia huyu binti kwa jina la Yesu Kristo, chia huyu binti kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza kwenye hilo bega lake la kulia, nguvu za giza kwenye hilo bega la kulia, chia huyu binti sasa. Moto katika jina la Yesu, moto katika jina la Yesu, moto katika jina la Yesu, moto katika jina la Yesu. Achia hilo bega lake la kulia. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Huo mtego uliowekewa kwenye mpini wa jembe, tunaondoa huo mtego sasa, tunaung'oa huo mtego sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako. Pokea uponyaji, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ondoka, 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 ondoka ndani yake sasa. Chia, chia, chia. Moto wa Yesu, moto wa Yesu. Achia, chia, chia huo mkono, chia huo mkono sasa kwa jina la Yesu. Chia huo mkono sasa kwa jina la Yesu. Chia huo mkono sasa kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, chia huo mkono, chia hilo bega, chia hilo bega, chia hilo bega. Ondoka kwenye hilo bega lake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio, ondoka, 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 ondoka kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako binti, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako zifanye hukumu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea, pokea katika jina la Yesu. Moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Moto kwenye mifupa yako, paka kwenye miguu, paka kwenye miguu, paka kwenye miguu, paka kwenye magoti, paka kwenye miguu, paka kwenye magoti, paka kwenye miguu katika jina la Yesu. Chia, chia hilo bega, chia hilo bega kwa jina la Yesu. Chia hilo bega kwa jina la Yesu. Moto, moto, moto ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako. Raba sanda raba kulia katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ndani yako mama, damu ya Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yako. Moto wa Yesu ndani yako, acha kusaidia mtoto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sogea mbele kidogo, sogea mbele, sogea mbele kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako, 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 nguvu za Mungu ndani yako. Moto wa Yesu kwenye mifupa yako, moto wa Yesu kwenye mifupa yako kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu. Nguvu za giza kupitia kitovu, nguvu za giza kupitia kitovu chake na kondo la mtoto, nguvu za giza kupitia kitovu chake na kondo la mtoto. Chia huyu mama, chia huyu mama, chia huyu binti, chia huyu binti, chia huyu binti. Umemtesa mtoto wake kupitia nyonyo, kupitia nyonyo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hicho kitovu kinachounganisha tunakikalia moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, kwa jina la Yesu. Fire in your bones, moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako. Pokea nguvu za Mungu ndani yako, pokea nguvu za Mungu ndani yako. Fire in your bones, fire in your bones, moto kwenye kitovu chako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Yesu kwenye kitovu chako, moto wa Yesu kwenye kitovu chako, moto wa Yesu kwenye tumbo lako la uzazi, moto wa Yesu kwenye kitovu chako na tumbo lako la uzazi. Nguvu za giza, achia huyo binti sasa, sasa achia huyo binti sasa, achia huyo binti kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hizo laana za ukoo za kutupiwa zinatesa watoto wenu, na zifuta sasa kwa moto wa Yesu, sasa kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako na tumbo lako, moto, moto, moto wa Yesu, moto wa Yesu ndani yako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chia huyu binti, chia huyu binti, chia huyu binti, mwachie tu. Chia huyu binti, chia huyu binti sasa, chia huyu binti sasa, chia huyu binti sasa, chia huyu binti sasa. Nguvu za giza, chia huyu binti sasa, nguvu za giza, chia huyu binti sasa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones, fire in your bones. Moto, 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 moto wa Yesu, moto wa Yesu wa Nazareti ndani yako, moto wa Yesu wa Nazareti ndani yako, moto wa Yesu wa Nazareti ndani yako, moto wa Yesu wa Nazareti ndani yako. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Moto kwenye mifupa yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye masikio yako, moto, moto, moto wa Yesu, moto ndani yako, kwa jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu. Chia huyu binti nguvu za giza, enyi wenye ukoo wa giza, wakuu wa giza. Chia huyu binti mizimu na mapepo ya ukoo, chia huyu binti sasa na mtoto wake, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Chochote mnachotafuta kwa mtoto wake kupitia mama huyu, tunakiondoa sasa, tunakiondoa sasa, tunakiondoa sasa, tunakiondoa sasa, tunakiondoa sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones, fire in your bones. Moto kwenye mifupa yako, 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 moto kwenye mifupa yako. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ilipe kila fidia, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sikiliza mtoto, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza, nguvu za giza, achia huyu binti, achia huyu binti na mtoto wake sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Chia huyu mtoto, chia huyu mtoto sasa, chia huyu mtoto sasa. Hiyo roho ya degedege isiweko kwake tena, hiyo roho ya degedege, roho ya degedege isiwepo kwake tena, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya uchawi wa kutupiwa, kwa jina la Yesu Kristo, ikuachie mtoto, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fire in your bones, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kufunguliwa dada, pokea nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako. Weka mkono wako kwenye kidole chake kinachouma, katika jina la Yesu. Mguu,
katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hayo maumivu ya kidole cha mguu tunayaondoa sasa. Nguvu za giza kwenye hicho kidole ondoka sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza chia hicho kidole chake kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya kumrudisha nyuma na kumpunguzia mwendo tunaiondoa ndani yake sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo ganzi iondoke sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako mama, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako zifanye hukumu ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea katika jina la Yesu, 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 pokea katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Uwe mzima kuanzia sasa, uwe mzima kuanzia sasa na mtoto wako katika jina la Yesu. Zima upite ndani yako kwenda kwa mtoto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oh Yesu, Mungu awabariki sana watu wa Dumila. Tumshangilie tena Bwana Yesu kwa makofi. Tuna siku 8 mbele yetu za nguvu za Mungu, uponyaji kwa kila anayehitaji uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ishara na miujiza mbalimbali itaanza kutembea. Usikose semina kuanzia jioni mpaka Jumapili ijayo. Kila siku tutakuwa tunaombea watu, na jambo moja tuna uhakika kwamba kila anayehitaji uponyaji, hiki kitakuwa ni kisima cha uponyaji kwa wiki hii hapa Dumila katika jina la Yesu. Nasema katika jina la Yesu. Nasema tena katika jina la Yesu. Waalike watu wa dini mbalimbali kwenye semina inayoanza jioni, waje wajumuike pamoja na sisi. Una mgonjwa, haijalishi amehangaika kiasi gani, mlete kwenye semina jioni. Tutakuwa na vipindi vya maombi na maombezi, na nguvu za Mungu za ajabu sana ziko katikati yetu kutuponya. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mwalimu Baraka Mbwana Liba kutokea Dar es Salaam. Ninasali kanisa la Anglican Mtakatifu Mariam kule Mtoni Kijichi. Mtakatifu Sylvester kule Mtoni Kijichi. Na kwa neema ya Mungu niko na timu ya kusifu na kuabudu ambao mmewaona wakihudumu hapa mbele. Kama wakisimama na kupunga mikono itatosha. Wanaweza kusimama, timu ya kusifu na kuabudu. Hii sio kwaya, tuimbi kwaya, ni maalum kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Bwana. Kwa hiyo njoo utazame kile Mungu ameweka ndani yao kuanzia jioni. Bwana Yesu asifiwe. Nimeoa, nina mke mmoja na watoto 4, na namshukuru Mungu kwa familia nzuri ambayo ametupatia. Sikuweza kuja na mke wangu wala watoto kwa sababu wako shule, lakini namwamini Mungu kabla ya semina kuisha pengine mke wangu ataungana pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka 2022 mwezi wa 12, wakati najiandaa na mkesha wa mwisho wa mwaka, Mungu alinisemesha, na nilikuwa nikiomba kwa ajili ya mwaka 2023, maono ya mwaka 2023, na Mungu akanisemesha jambo la ajabu kidogo miaka 3 mbele. Kwa hiyo Mungu akanipa maono ya mwaka 2023, mwaka 2024 na huu mwaka wa 2025, na hayo nimekuwa nikiyasema kote na koenda kwa miaka hii 3. Kwa hiyo mwaka wa 25 ni utimilifu wa yale maono ya miaka 3 ambao Mungu alinisemesha. Na Mungu alisema kupitia mimi kutokana na kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 hadi 28, kuna baraka 5 ambazo Mungu ameziachia pale kwa mwanadamu, na hizi baraka 5 Mungu akanisemesha kuziweka kwenye makundi ya baraka 3, na hizo zinaachiliwa kila mwaka toka 2023. Na baraka ya kwanza Mungu aliniambia mwaka 2023 ulikuwa ni mwaka wa kuzaa matunda, ulikuwa ni mwaka wa kuzaa matunda. Unajua Mungu alivyomtengeneza mwanadamu, alimbarikia akamwambia endeni
zaeni. Lakini mwaka 2024 nilisemeshwa ni mwaka wa kuongezeka. Zaeni mkaongezeke. Kwa ni mwaka wa kuongezeka. Na mwaka 2025 ni mwaka wanabeba baraka 3 ndani ya mwaka mmoja, na zote zimekuwa chini ya kichwa ambacho kinasema mkatawale. Kwa hiyo 23 ilikuwa mwaka wa kuzaa matunda. Mwaka 2024 ilikuwa mwaka wa kuongeza matunda au mazao ya matunda yako. Mwaka 2025 jambo la 3 limebeba vitu vitatu ndani yake. Ni mwaka wa kutawala. Biblia inasema ukishaongezeka sasa unaweza kutiisha, na of course kutawala ni jambo ambalo linakuja pale juu. Kwa hiyo mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa kumiliki na kutawala. Mwambie jirani yako, mwaka wa kumiliki na kutawala. Mwambie huu ni mwaka wa kumiliki na kutawala. Watu wa Dumila siwasikii. Mwambie tena jirani yako, huu ni mwaka wa kumiliki na kutawala. Na neno la Mungu kuu ambalo ametupa mwaka huu linatoka Ufunuo wa Yohana sura ya 11 mstari wa 15. Ufunuo wa Yohana sura ya 11 mstari wa 15, neno la Mungu linasema kuna malaika alitoa tangazo. Na sura hii ya 11 Ufunuo wa Yohana mstari wa 15, malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema. Sauti kuu katika mbingu, sio moja, sio mbili, zikisema, zaidi ya moja, nyingi. Ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Ufalme wa dunia umekwisha kuwa. Biblia ya Kiswahili inaandika namna hiyo. Tafsiri pana ya Biblia, ukisoma neno hili kutoka Biblia ya Kiingereza, lile neno falme wa dunia au ufalme wa dunia ni kingdoms of the world. Maana yake falme zote za dunia. Sema falme zote. Sema falme zote za dunia. Alafu sema zimekwisha kuwa. Sio zitakuwa, sio zilikuwa. Muda wa sasa zimekwisha kuwa. Tunavyoongea zimekwisha kuwa. Tayari ni jambo limefanyika. Alafu anasema za Bwana wetu na Kristo wake. Na hili neno pana kidogo. Bwana wetu pale inawakilisha Yesu ambaye ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo falme zote za dunia zimekwisha kuwa zake Yesu mwana wa Mungu. Na neno Kristo, sina muda wa kukupitisha kwenye maandiko, lakini neno Kristo maana yake ni kanisa. Hakuna Kristo kama hakuna kanisa, wala hakuna kanisa kama hakuna Kristo. Kwa hiyo anavyotangaza hili tangazo ya kwamba falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Bwana wetu, maana yake za Yesu mwana wa Mungu kwanza, na baadaye za Kristo wake ambayo ni kanisa lake, na kanisa ni mimi na wewe. Kwa hiyo kama falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Yesu na za kanisa ambalo ni mimi na wewe, maana yake falme zote za dunia ni za kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi ni mtawala. Sema mimi ni mtawala juu ya falme zote za dunia. Na hivyo ndivyo ulivyo na ndivyo utakavyokuwa wiki hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mwaka huu Mungu akupe uwezo kupitia semina hii ya kwamba hakuna nguvu za giza, hakuna wachawi, hakuna majini, hakuna mapepo, hata ibilisi mwenyewe hataweza kutawala maisha yako na watoto wako na familia yako na ukoo wako na kanisa lako. Iwe hivyo na imekwisha kuwa kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila ugonjwa na shida, kila mateso ya nguvu za giza, wiki hii njoo ukiamini pamoja na mimi, yataachia kabisa. Mateso hayataibuka kwako tena mara ya pili katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Haleluya. Nasema haleluya. Haleluya. Ukisoma Wafilipi sura ya 2 mstari ule wa 9 na wa 10, utagundua tafsiri pana ya hili neno falme zote za dunia. Naposema falme zote za dunia zimekwisha kuwa, sio neno dogo hata kidogo. Wafilipi sura ya 2 mstari ule wa 9 na wa 10, Biblia inasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Mstari wa 10, ili kwa jina la Yesu kila goti. Kumbuka Yesu ni Bwana wetu. Kila goti lipigwe la vitu vya, angalia, yanatajwa maeneo ya falme.
Kwa hiyo anaposema falme zote, kuna falme 9 ukiziangalia haraka haraka duniani, na katika hizo moja ni kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo mwanadamu hawezi kutawala, lakini falme nyingine 8 zilizobaki zote umepewa wewe, mtu wa Dumila, ili umiliki na kutawala katika jina la Yesu. Kwa hiyo hapa anasema falme zote la vitu vyote vya mbinguni. Wasomaji wa Biblia wanajua ya kwamba mbingu ziko 3 kulingana na maandiko. Achana na wale ambao wanafundishwa mbingu 7. Kulingana na Biblia ziko mbingu 3, na mbingu ya 3 ya juu kabisa, au mbingu ya kwanza tukiita kwa cheo, ndio kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo Mungu anatawala akitoka mbingu ya juu kabisa, tuite mbingu ya kwanza kwa cheo, na huko hakuna mwanadamu anaweza kutawala. Lakini mbingu ya pili na mbingu ya 3, hizo ni sehemu ya nchi, ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo mwanadamu amepewa kutawala hizo. Kwa hiyo unaona maeneo mawili ya kiutawala ambayo tumeachiwa kutoka kwenye eneo linaitwa mbingu. Lakini anasema si tu vitu vyote vya mbinguni na vya duniani. Na dunia iko ni moja, tunajua dunia ni moja, sayari ya dunia ni moja. Kwa hiyo unaona eneo la 4 la kiutawala, lakini eneo la 3 la kiutawala la mwanadamu ambalo ni dunia tulipo sasa. Juu yako kuna anga 2 ambazo nazo umepewa kutawala. Alafu anasema na vya chini ya nchi. Kwa hiyo chini ya nchi nako kuna vitu vinaishi. Unashangaa sana ukiendelea kujifunza pamoja na mimi ya kwamba huku chini ya nchi tunakokuita kuzimu hakuko sehemu moja, kuna miji 5. Kuna jumla ya miji 5, na yote ina viumbe wanaishi. Wako malaika wa ibilisi wanaishi, yako mapepo yanaishi, ziko nguvu za giza zinaishi. Kuna miji 5, na vyote vinavyoishi huko chini vinatofautiana nguvu, vina nguvu za aina tofauti. Ni makao makuu ya nguvu za giza, lakini nayo yamegawanyika katika sehemu 5 tofauti. Kwa hiyo unapata maeneo 5 ya kiutawala chini ya nchi. Maeneo 5 ya kiutawala chini ya nchi. Eneo moja duniani ni 6, maeneo 2 ambayo tumebakishiwa kwenye mbingu. Jumla una maeneo 8 ya kiutawala, na ili uishi maisha ya ushindi duniani lazima uwe na nguvu ya kutawala maeneo yote. Hiyo nguvu iko kwako na iwe kwako katika semina hii katika jina la Yesu. Nasema katika jina la Yesu wewe ni mshindi, na semina hii ipo kukupa huo uwezo na hayo maarifa. Halitabakiwa jiwe juu ya jiwe wiki hii. Kila jiwe litaondolewa kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo ni somo letu kuu. Nataka tu nikuwekea utangulizi, tutaanza kwenda ndani kidogo jioni kwa sababu ya muda ambao tunao. Lakini hili ni somo kubwa ambalo tumekuwa tukitembea nalo, na katikati yake kuna vipande vidogo vidogo ambavyo nafundisha. Na kwa mwaka huu tayari hii ni semina yangu ya 3 kwa mwaka. Nafanya semina kule Kijichi, na nimefanya semina kule Mlandizi ambayo tumemaliza wiki jana Jumapili, na Jumapili hii niko kwako hapa Dumila, ni semina ya 3. Na kila semina ina msisitizo wake ili kukupelekea kukusaidia kuliishi ili somo ambalo ninakupatia. Kule Kijichi tulikuwa tunajifunza hatua 6 za kumshinda ibilisi, hatua 6 za kumshinda ibilisi. Na Mlandizi tumejifunza sala ya Bwana kama chombo, sala ya Bwana kama chombo cha kukusaidia kumiliki na kutawala duniani, kama sehemu ya kukupa silaha za kukusaidia kuishi ili somo kuu ambalo tunafundishana. Na hapa Dumila Mungu ananipa kuendeleza kile ambacho tumekianza Mlandizi. Somo letu kuu hapa Dumila itakuwa ni hilo. Tutajifunza jinsi ya kutumia sala ya Bwana. Sala ya Bwana kama chombo cha kukusaidia kumiliki na kutawala ulimwengu wako. Bwana Yesu asifiwe. Najua umekuwa ukisali sala ya Bwana, lakini njoo wiki hii tuitembee kwa staili ya tofauti sana. Itakusaidia kuishi maisha ya ushindi. Itakusaidia kuishi maisha ya ushindi. Ni muhimu sana. Na angalia somo linasema tuisome au tuiimbe au tuiombe sala ya Bwana kama chombo cha kukusaidia kumiliki na kutawala. Mathayo sura ya 12, Mathayo sura ile ya 12 mstari wa 29. Mathayo sura ya 12 mstari wa 29. Wakati Wayahudi wanamtuhumu Yesu ya kwamba anatoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo, Yesu akawajibu mambo kadha. Lakini mstari wa 29 sura ya 12 Mathayo anawaambia, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu? Awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake? Nataka uone lile neno vyombo vyake, na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Umeona hapa kuna neno vyombo vyake. Somo letu linasema sala ya Bwana
kama chombo cha kukusaidia. Ni moja ya chombo, viko vingi, hii ni moja ya chombo. Na hapa Biblia inasema ili uweze kumshinda adui, umiliki na kutawala kwenye eneo ambalo amepewa kihalali na Adamu kama Mungu wa dunia hii, lazima umnyang'anye vyombo vyake, lazima uviteke vyombo vyake. Kwa hiyo Ibilisi anavyo vyombo. Hebu mwambie jirani yako, Ibilisi anavyo vyombo. Na hili neno vyombo usifikiri ni vyombo vya kupikia au vyombo vya kutekea maji. Hili ni neno la kitaalamu. Kama umepita jeshini unaweza ukaelewa kidogo. Tuseme hujapita jeshini lakini wewe ni raia wa nchi kama nchi yetu ya Tanzania, litakuwa sio neno geni kwako, sio neno la kawaida. Hili ni neno la kijeshi. Ndio utasikia hata katika vyombo vya habari, basi hujapita jeshini lakini angalau unasikia vyombo vya habari. Wanasikia watu wanasema vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi ya Tanzania. Vyombo vya ulinzi na usalama. Akisema vyombo vya ulinzi na usalama, unajua anazungumzia jeshi la polisi, anazungumzia jeshi la wananchi, anazungumzia magereza, anazungumzia usalama wa taifa. Vinaitwa vyombo vya ulinzi na usalama na kamati zake mbalimbali ambazo ziko. Kwa hiyo hapo kwenye Mathayo 12:29 anaposema hauwezi kuingia na kumiliki na kutawala nyumba ya adui ambaye ni Ibilisi bila kuviteka vyombo. Maana yake haongelei vyombo vya kupikia, anaongelea majeshi ya Ibilisi. Anaongelea nguvu za giza za Ibilisi. Na kulingana na Efeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 10 na kuendelea mstari wa 12 anatutajia jinsi ambavyo nguvu za giza zinafanya kazi kwenye mfumo wa ngazi tofauti tofauti. Nitakwambia labda kuanzia jioni. Kwa hiyo tunaposema vyombo, maana yake ni majeshi, maana yake ni vyombo vya usalama au vya ulinzi vya ulimwengu wa roho. Na sala ya Bwana ni moja ya chombo. Kama vile ulimwengu wa giza ulivyo na vyombo mbalimbali ambavyo tunatakiwa kuviteka, nasi tunatakiwa kuwa na vyombo ambavyo vitatusaidia kuteka vyombo vya Ibilisi. Sala ya Bwana ni moja hicho chombo. Na wiki hii kuanzia jioni nitaanza kupanua namna ya kutumia sala ya Bwana kama chombo cha kukusaidia kumiliki na kutawala katika ulimwengu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kule Mlandizi nimezungumza kwa upana, ilikuwa ni semina ya siku 5, nimezungumza yote kwa habari ya sala ya Bwana na nini ambacho unatakiwa ufanye. Hapa Mungu ananipa kusema neno moja, ananipa kusema eneo moja au eneo kubwa moja. Hatutaongea sala ya Bwana yote, lakini nitakupa eneo moja kubwa kwenye sala ya Bwana. Mathayo sura ya 6 mstari ule wa 9 hadi mstari wa 13 ndiko inakopatikana sala ya Bwana, pamoja na Luka sura ya 11 mstari wa 2 na wa 3. Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13, Injili ya Luka sura ya 11 mstari wa 2 hadi wa 3 ndiko inakopatikana sala ya Bwana. Na Mathayo 6 kuanzia ule mstari wa 9 anasema basi ninyi salieni hivi. Luka 11 anasema bali ninyi semeni Baba yetu uliye mbinguni. Alafu anasema jina lako litukuzwe. Angalia ombi la 3 linasema ufalme wako uje. Msema ufalme wako uje. Sema tena ufalme wako uje. Kwa hiyo hapa Dumila tutakuwa na kichwa kidogo au kikuu ambacho kina base kwenye huo mstari, kinasimama kwenye huo mstari ufalme wako uje. Na tutakuwa na kichwa cha somo ambacho kinasema uhusiano uliopo kati ya ufalme wa Mungu, uhusiano uliopo kati ya ufalme wa Mungu na maisha ya ushindi duniani au ulimwenguni au katika nchi. Tutakuwa tunaangalia uhusiano uliopo kati ya ufalme wa Mungu kuja. Unapoomba ufalme wako uje, kuna uhusiano gani kati ya ufalme wa Mungu na maisha ya ushindi duniani? Moja ya kitu nimewafundisha kule Mlandizi ni kwamba sala ya Bwana ni ya kikanuni, ni ya kikanuni. Maana yake nini? Maana yake iko arranged kwa utaratibu, imepangiliwa kimfululizo. Maombi yale yalivyowekwa hayakuwekwa kwa bahati mbaya. Ukisoma sala ya Bwana utagundua ya kwamba ni ya kikanuni kwa sababu ombi la pili halitimii mpaka ombi la kwanza liwe limetimia. Kwa hiyo ili upate maombi ya ombi linalofuata, lazima lile ombi la kwanza umeliishi na limetimia. Kwa hiyo kwa mfano ukisema Baba yetu uliye mbinguni, hilo ni ombi la kwanza. Jina lako litukuzwe, hilo ni ombi la pili. Ombi la pili ambalo ni jina lako litukuzwe haliwezi kutimia kama Mungu hajawa baba yako aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Warumi sura ya 1 mstari wa 21 ndivyo inavyosema. Walipomjua Mungu walitegemewa wamtukuze, wamsifu, wamshukuru, lakini hawakufanya hivyo na ikahesabiwa kwao kwamba ni makosa. Walipomjua walitegemewa wamtukuze. Kwa hiyo
Kama haumjui Mungu tunayemwabudu, hatutegemei umtukuze, na wala haiwezi kuhesabiwa kuwa kosa kwako. Ili uhesabiwe ya kwamba haujamtukuza Mungu, lazima Mungu awe baba yako, umjue kama baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hatutegemei wachawi wamtukuze Mungu wetu, hatutegemei Waislamu wamtukuze Mungu wetu, kwa sababu si Mungu wao, hawawezi kumtukuza. Unamtukuza, unamwadhimisha, unamfahamisha Mungu kwa wengine pale ambapo ombi la kwanza limetimia, ya kwamba yeye amekuwa ni baba yako aliye mbinguni na wewe umekuwa ni mtoto wake. Hapo unaweza kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 9 mstari wa 10 pia inatuonyesha jambo hilo hilo. Zaburi ya 9 mstari wa 10 inasema pia huwezi kumtumaini Mungu ambaye haukumjua. Zaburi ile ya 9, acha nikusomee mstari ule wa 10. Zaburi ya 9 mstari wa 10, naye anatuambia kanuni hiyo hiyo ya kwamba haiwezekani ili ombi la pili likatimia kama ombi la kwanza halijatimia. So Zaburi ya 9 ule mstari wa 10 anasema nao wakujuao jina lako wakutumaini wewe. Kwa hiyo hauwezi kumtumaini Mungu kama haulijui jina lake. Nao wakujuao wakutumaini wewe, maana wewe Bwana hukuacha wakutumainio. Kwa hiyo ni kanuni ya kwamba ili umtukuze, ili ulitakase jina la Bwana, ili umtumaini, uwe na imani juu ya Mungu, lazima uwe umelijua jina lake. Hiyo ni kanuni. Ndio maana inasema Baba yetu uliye mbinguni, halafu jina lako litukuzwe. Lazima uwe umemjua Mungu kama baba yako ili umtukuze. Kwa hiyo sala ya Bwana ni sala ya kikanuni. Kama hujamjua Mungu, hauwezi kumtukuza. Waebrania sura ya 6 mstari wa 4 na kuendelea anatoa tafsiri pana ya jinsi ya namna ambavyo unaweza ukamkufuru Roho Mtakatifu, kwa sababu kulingana na Mathayo nafikiri sura ile ya 12 inasema dhambi nyingine zote wanadamu watasamehewa, lakini dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, hiyo hawatasamehewa. Na Waebrania sura ya 6 kuanzia mstari wa 4 hadi wa 6 anasema hivyo hivyo, ukilitokana jina la Bwana hautasamehewa. Lakini angalia, imetanguliwa na vigezo kadha wa kadha. Ukiviangalia vile vigezo, huyu ni mtu ambaye anamjua Kristo. Wale ambao wamekwisha kuonja pendo la Mungu na nguvu za Mungu, ambao wamekuwa na ushirika wa Roho Mtakatifu, huyu ni mtu ambaye anamjua Mungu kama baba yake, kama mshirika wake. Anasema mtu wa namna hiyo akimrudisha mwana wa Adam tena msalabani mara ya pili, haiwezekani akatubu hata akasamehewa. Maana yake hauwezi kusamehewa. Nachotaka uone, hauwezi kumkufuru Roho Mtakatifu pia kama haumjui Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo swala la kukufuru sio dogo. Kuna mifano mingi kwenye Biblia kutoka kwenye Agano la Kale ambayo linaeleza mambo hayo, na labda Mungu akitupa neema tutapitisha taratibu kama Mungu ataruhusu. Lakini moja ya kitu ambacho tunatakiwa kujifunza kwenye sala ya Bwana ni ya kikanuni. Kwa hiyo ombi la 3 la hii sala ya Bwana ambalo linasema ufalme wako uje, maana yake haliwezi kutimia mpaka yale maombi mawili ya kwanza yametimia. Lazima Mungu awe baba yako aliye mbinguni. Mungu akishakuwa baba yako aliye mbinguni, usikae kimya, lazima umtukuze. Biblia inasema wale ambao wanamkana Mungu mbele ya watu, naye atawakana mbele ya Baba na mbele ya malaika. Kwa hiyo ukimjua ukakaa kimya, bado hii sala ya Bwana haikusaidii. Mwaka huu si mwaka wa kumficha Mungu wako. Mwaka huu ni mwaka wa kujitangaza ya kwamba umeokoka na kwamba unaye Yesu mbinguni ambaye anaweza kukusaidia shida zako, ili nguvu zake zidhihirike kwako. Upokee huo uweza na iwe kwako hivyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila uoga na ujasiri wa kumtaja Kristo mwaka huu uondoke kwako katika jina la Yesu Kristo. Ana uwezo wa kukusaidia. Acha kubadili jina, acha kujificha kwenye Mungu mwingine ili upate kazi na hali yako ya maisha. Mungu tunayemwamini na uwezo wa jina lake ana nguvu ya kukupa kazi, ana nguvu ya kukusaidia, ana nguvu ya kukuvusha kwenye shida ulionayo. Umtukuze Mungu wako mwaka huu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa hiyo tutakuwa tunajifunza uhusiano uliopo sasa ufalme wa Mungu ukija na maisha ya ushindi duniani. Ukiangalia sala ya Bwana utagundua kwamba kuanzia mstari unaofuata ombi ambalo linafuata la mstari wa 10 ambao ni mapenzi yako yatimizwe, mpaka lile ombi la mwisho, haya maombi yanategemea sana kama nilivyosema maombi yaliyotangulia. Kwa hiyo kuanzia mstari wa 10, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni, utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi tunavyowasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni lakini utuokoe na yule mwovu. Haya yote hayawezi kutimia kama ufalme wa Mungu haujaja.
Kwa hiyo ukiangalia kuanzia mstari wa 10 mpaka mstari wa 13 ni maisha yako duniani. Ni maombi ambayo ni ya kimaisha yako ya duniani, jinsi ambavyo unatakiwa kuishi. Mapenzi ya Mungu yawe kwako. Upewe riziki yako ya kila siku. Luka anasema utupe riziki yetu siku kwa siku. Mpewe hali yako ya kiuchumi imarishwe. Na Jumamosi, kama tumevyoongea na baba na utaratibu ukibaki kuwa hivyo, Jumamosi ijayo saa 4 mpaka saa 7 tutakuwa na semina ya uchumi na wafanyabiashara. Kwa hiyo usikose. Tutakuwa na vipindi viwili, saa 4 mpaka saa 7 mchana. Tutakuwa na semina ya uchumi na biashara kwa ajili ya wafanyakazi, wahudumu na wafanyabiashara wote, saa 4 hadi saa 7 mchana. Na jioni tutaendelea na semina yetu kama kawaida. Kwa hiyo usikose Jumamosi. Tutakuwa tunazungumza habari ya riziki yetu ya kila siku. Kwa hiyo hakikisha unakuja Jumamosi na waambie wengine waje Jumamosi saa 4 hadi saa 7. Usamehe deni zetu na yale maombi mengine yanayoendelea hayatimii kama ufalme wa Mungu haujaja. Kwa hiyo kupata ufalme wa Mungu ni ufunguo wa kuruhusu yale maombi mengine yote ya sala ya Bwana yatimie kwenye maisha yako. Ndicho tutakachokuwa tunaangalia wiki hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kuanzia jioni usikose kuja. Kuanzia jioni usikose kuja. Kuna mambo mengi sana wiki hii ya kukusaidia kuishi maisha ya ushindi, na mwaka wako huu utakuwa ni mwaka wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Tutaonana jioni kuendelea na semina hii katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.